mchanga tunafanyaje? Hasa ni mambo ambayo kamati yetu ilikuwa inazungumza na wenye mradi huu wa bonde la mto Msimbazi kujenga hapa mradi huu wa Benki ya Dunia, tuwe pamoja katika fikra inayofanana. Wenyewe hawa wenye mradi huu wa bonde la Msimbazi hawa tumeonyesha uwanja wetu, wameshtuka. Walijua tu kwamba Yanga wanavyoomba kujenga ili eneo si eneo ambalo itakuwa ni eneo la kibiashara, eneo la mvuto. Tulivyowaambia kwamba uwanja wa Yanga ni huu, wenyewe wameshtuka. Wamesema mmeleta kitu cha tofauti kabisa ambacho hatukuwa tunakifikiria. Kwa hiyo kwenye mradi huu inshallah ambao nafikiri ukamilika kwa mipango ya serikali huko, kama kuna kitu kimeongeza mvuto pia kwenye mradi huu ni uwanja wa Young African Sports Club. Na wahakikishia wana Yanga, sauti yangu ipo juu, sina mashaka yoyote. Stori za uwanja wa Yanga sasa zinaonekana kwa fikra zenye ukweli, sio tena maneno. Tunakwenda kwenye ukweli, tunakwenda kwenye historia ya kweli. Ndio maana naulia kusema GSM, Mungu kadri atakavyomjalia muda wa kuishi duniani, sisi wana Yanga tutamtoa kwenye mioyo yetu, iwe leo, kesho kutwa. Anachokwenda kutuachia hapa ni historia kubwa kwa klabu yetu. Wanapo mambo ya watu sijui wameficha funguo tena, mara wamekimbia na funguo za mageti. Hayo mambo sasa huwezi kuyapata shekhe. Huwezi kuyapata hayo mambo, kwa sababu tutakuwa tuna dressing room za kisasa, dressing room ambazo ukileta mizengwe zenyewe zinakukataa. Dressing room za Yanga tutengeneza hapa, uje ulete mizengwe zenyewe zinakwambia hapa sio sehemu yake hapa. Uwanja una standard za kimataifa. Kwa hiyo ni jambo la Mwenyezi Mungu atujalie tu Ijumaa ifike kwanza, tutawaalika wote waandishi wa habari mje. Injinia anapendekeza tutafanyia hapa hiyo hafla. Hapa ambako uwanja utakaa. Tutaweka zoezi la kusaini hapa na mtaona picha hapa na nyie mtabakia kwenye kumbukumbu inshallah. Mara ya mwisho zoezi la kusaini uwanja ulivyokuwa eneo, na baada ya kipindi kifupi mtakuja kuona uwanja wa Yanga utapokuja kuwekwa. Sawa. Kwa hiyo itakuwa ndo klabu namba 1 Afrika kwa kuwa na uwanja mzuri. Kabisa, bila shaka yoyote ndugu yangu. Bila shaka yoyote. Sababu mimi si nimeona si vitu viko humu kwenye document, nimeona viko humu kwenye document. Karatasi yote. Mnapima tena kifua changu. Kama mambo yanakaa yakai. Mnanijua, lakini hili hapana. Hili ni jambo kubwa ambalo tumeliwekea usiriasi mkubwa, na viongozi kuniamini kushiriki kwenye hili jambo. Kwanza nasema alhamdulillah. Sina sumu ya kuchangia, sina mawazo ya kuchangia, lakini nimekuwa sehemu ya historia. Wamepita wasemaji wengi hapa, wamepita viongozi wengi. Mimi na umri wangu huu kuwa sehemu ya vikao vya kwenda kujenga uwanja wa kihistoria. Nasema alhamdulillah. Na ndio maana naendelea kusisitiza na wana Yanga, ikiwezekana leo kwenye sunna za swala zetu zile tumuombee pia na GSM, Mungu aendelee kumjalia afya ili jambo liweze kukamilika inshallah. Watu wengi pengine wanadhani kama hadithi hii swala. Pengine nimekusikia ukizungumza kwamba umesema ni mara ya mwisho sasa kikao hiki. Yes. Watu wanazungumza hivyo kwa sababu watu wanaona mbaki mwezi mko sahihi. Hata watu waliokuwa wanabeza kwamba Yanga haiwezi kujenga uwanja, ni maneno tu ya kisiasa hayo, wako sahihi kwa sababu ya experience ya huko nyuma. Mshashuhudia vitu vingi, mshashuhudia michoro mingi, mshashuhudia Wachina wengi, ndio bwana, lakini uwanja hamjawahi kushuhudia. Kwa hiyo mtu anayesema Yanga wajengi waongo ni siasa, yuko sahihi kwa sababu ya experience ambayo yuko nayo. Hapa anawaeleza picha ya uhalisia ya nini ambacho kimejadiliwa na nini ambacho kimekubaliwa. Mpaka napata nguvu ya kuambia hiki leo ndio kikao cha mwisho. Maana yake upande wa Yanga umemaliza, upande wa GSM umemaliza. Tumeshakubaliana. Kilichobakia mbele ni kusaini mkataba sasa, tuende tukaanze utekelezaji. Kwa hiyo ni jambo ambalo linahitaji tu afya njema. Mtakuwa mnakuja hapa, sijui kama sisi tutakuwa tunawaruhusu, maana yake na nyinyi naye tutakuwa mnaona hapa mradi unavyokuwa unaanza, na bosi kama naudia kauli yake aliyoisema kwenye kikao, nataka uwanja huu ujenzi wake ukimbie zaidi ya Kipchoge, yani uende kwa speed ya marathon ya juu kabisa, kwamba mwana Yanga akilala leo lini? Jumatano akiamka akute kuna progress kubwa imeendelea. Ndicho bosi anachokitaka, yani uwanja ujenzi wake ukimbie kwa speed ambayo mtu akilala Jumatatu alichokiona Jumanne akipita Jangwani akute kitu kimeendelea zaidi. Maana yake bosi ana dhamira ya dhati ya uwanja huu kamilike mapema. Sasa kama mwenye hela anataka uwanja ukimbie, sisi Yanga tutakwamisha vipi yani? Sababu kwa tusumbua hapa ni hela.
Mwenye hela akasema anataka uwanja huu ukimbie, maana yake hela anakuja nayo cash pale, twendeni jambo likamilike. Sisi ni kuomba tu hai, ardhi yetu hii hapa. Tuishukuru serikali ya Dr. Samia, ametukabidhi ardhi, imetuongezea lote eneo letu hili. Ni sisi sasa kumkabidhi bosi, weka maneno hapa. Pengine kwa makadirio wamesema natamani ujenzi uende kwa muda gani? Ndio maana tusiwe na haraka. Siku na Ijumaa. Ijumaa sio siku ya hafla. Leo ni mwa brief tu kidogo, lakini Ijumaa patakuwa pana hiyo hafla kubwa ambayo hizo details zote mtakwenda kuzipata. Kwa kumalizia kwa sababu baada hapa tukupati tena. Mechi yenu imepelekwa Singida sio Dodoma. Yaani una nini cha kuzungumza? Unajua mimi kuzungumzia mradi wa uwanja, mradi wa mabilioni ya fedha, alafu unakuja kunichanganyia tena mambo sio ya uwanja wa Singida Dodoma. Yaani hapo hiyo uwanja wa Singida umenijia machoni hivi. Ule uwanja wa Masanza umenijia machoni hivi. Airtel Stadium ya Masanza ile. Yanga itajenga kama 2 pale kwa ajili ya watoto kucheza. Kama ule ambao Masanza leo anavimba nao. Tutajenga ta soka school watu kucheza watoto tu. Jamani umeniambia tu Airtel Stadium Masanza Singida. Kumbuka li uwanja la Yanga afu ni viwanja vya watoto kuchezea. Tukacheza mara ya mwisho tutafanyaje? Ndio mara ya mwisho wakatuone kina Masanza, lakini baada ya hapo kutuona Yanga itakuwa shida. Ukija hapo unapotea kama mtu umeenda nje umerudi baada ya mfupi unapotea. Kwa hiyo tunaonekana mkwambia tunaondoka viongozi jioni hii tunaelekea Singida. Timu tayari imeshafika Singida leo hii ninapozungumza na nyie, tulikuwa tunawasiliana na meneja hapa. Kila kitu kinakwenda sawa. Dodoma nafikiri mnawajua, ni timu sumbufu kidogo lakini dhamira yetu sasa hivi si Yanga ni kubeba ubingwa. Kwa hiyo huwezi kuwa unazungumza miradi ya uwanja mkubwa kama hii alafu dhamira ya ubingwa una. Ndio tofauti inapokuja hapa. Dhamira ya klabu kubwa zinakwenda sambamba. Maendeleo nje ya uwanja na maendeleo ndani ya uwanja yanatakiwa yakimbizane. Si ndio? Kwa hiyo dhamira yetu ni kuchukua ubingwa tena msimu huu. Na sasa hivi kila mwana Yanga ameshaona, hahitaji mimi kusema tuna vita kubwa kiasi gani kwenye kuutetea ubingwa msimu. Kila mwana Yanga ameshaona. Kwa hiyo ni jukumu letu sasa. Mambo yanaonekana. Ni jukumu letu sisi kuungana kwa pamoja kwenda kuipambania timu yetu. Kwa hiyo wana Yanga ambao wako Dodoma, wako Singida, tafadhali twendeni kesho uwanja wa Airtel tukaisupport timu yetu tupate matokeo mazuri inshallah. Fine imeshakabidhi. Fine tumeshakabidhi. Mtendaji mkuu Andre Mtine amenitumia mambo kwa ushahidi. Mambo kwa ushahidi. Mambo kwa ushahidi. Haya. TPLB 30 million mzigo uwapo. Fikiri mnaona umeshakwenda huo. Ndio mambo kwa ushahidi. TPLB 1 million kwa ajili ya Walter. Na ile manager mzigo wapo. Alafu Yanga bwana. Yanga Afrika. Jana tumetangaza milioni 31 na laki ngapi sijui ile. Leo kuna milioni 34,210,380. Yaani ni wataarifu tu wazazi ambao wana mabinti wazuri. Nikija kuleta posa kwenu mashemeji zenu ndo hawa. Mamilioni. Mamilionea wamechanga milioni 10, milioni 5. Hao ndio watu ambao familia yako itaungana nao. Yaani unakwenda kuungana na timu tajiri, timu ambayo mashabiki wake hawana shida ndogo. Kwa hiyo zoezi tumeshalipa na niweke hii clear. Maana nimeona kuna mijadala mingi ikiendelea kuhusu michango ya Yanga. Kwanza, bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji imepitia ya matukio, imetoa taarifa ya kupigwa faini Yanga kwa maeneo ambayo tumekosea. Yanga tungekuwa wakaidi kwanza, tungekaidi hiyo adhabu tuliopewa. Lakini tunaheshimu mamlaka zinazoongoza mpira. Tumepitia, wametueleza makosa yetu, tumeyakubali. Baada ya hapo mashabiki na wanachama wakauambia uongozi kwamba hiyo faini tuachieni sisi. Na ndani ya saa 10 wakawa wameshakamilisha malipo yote ya hizo faini. Sasa mtu mmoja akaibua hoja anasema
Kwa nini klabu haijalipa wamelipa wanachama? Nini msiwajibike nyinyi viongozi? Mtu ameuliza asubuhi kwamba kwa nini klabu imelipa haijalipa wanachama. Kichwa chake sio nzuri Nimemuuliza. Wajibikaji wenu nyinyi. Nimemuuliza kwanza, ukisikia klabu ya Yanga wewe unajua nani huyo? Klabu ya Yanga ni Ally Kamwe? Klabu ya Yanga ni Engineer? Klabu ya Yanga ni wanachama. Kwa hiyo ukisema kwa nini klabu isilipe, hawa waliolipa ni nani sasa? Wajomba zako? Hao ndio wenye Yanga yao ndio wamelipa, si ndio? Unaposema kwamba kwa nini viongozi